Kutoka katika weekend ngumu kabisa, tumemaliza na tumeingia kwenye wiki hii, wiki kutoka weekend ngumu ambayo tumeshuhudia malumbano makali zaidi. Na mimi sijaja kuzungumza na wewe hapa takriban siku mbili, sijazungumza na wewe moja kwa moja, na message zenu naziona, si kwamba nimewasahau, isipokuwa kuna wakati naona tu kuwa hakuna jambo jipya ambalo lina tofauti na yale ambayo nimekwisha yazungumza mara kadhaa. Ndio maana kuna wakati huwa ninanyamaza tu, sitaki kuzungumza. Lakini pale kunapojiri mambo mapya inabidi nije kuzungumza na wewe. Kama hivi sasa nakuja kuzungumza na wewe baada ya malumbano makali yaliyotokea katika viongozi wa pande zote mbili. Lakini tumeshuhudia mazungumzo ya awali kabisa katika delegation za juu za pande mbili. Irani, Marekani wamekutana kule Switzerland na siku ya kwanza ya mazungumzo ilimalizika kwa taarifa za pande mbili. Katikati ya hilo tuliona kuwa mwishoni mwa wiki makabiliano makali yaliendelea kati ya Irani na Israeli kule Lebanoni, ambapo kuwa imebaki kuwa ndio ajenda kubwa na mjadala mkubwa ambao umekuwepo huko. Lakini vita mpya ya lawama na vita mpya ndani ya Marekani, washirika wa Donald Trump wakimshambulia sawasawa Donald Trump kuwa kwa nini kama umeamua kuitelekeza Israeli, kwa nini unachukua maagizo ya Irani zaidi? Lakini ndani ya Israeli kwenyewe kutokukubaliana kumeongezeka, kumekuwa kukubwa, kwa watu hawakubaliani na yale yanayosemwa na viongozi au yale yanayotajwa au yanayozungumzwa kuhusu mwelekeo wa vita au kubaki kwenye vita au kuendelea kukubaliana na Marekani. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yametokea. Rais Donald Trump hapo jana kupitia mtandao wake wa Truth Social, ukiondoa kauli aliyoiandika kuhusu waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer ambaye ana shinikizo kubwa kutoka kwa wabunge wake kujiuzulu kutoka kwenye chama baada ya kuonekana hajafika malengo waliokuwa wameyakusudia, na iona Labour ikitembea kwenye nafasi waliotembea Conservative kabla ya kupotea kwao. Mnakumbuka harakati ya Brexit ilivyokuwa ikiwaondoa mpaka kuja kumweka kiongozi wa mwishoni hapa Rishi Sunak ambaye alimpisha Keir Starmer. Kilichowamaliza wahafidhina wa Uingereza ilikuwa ni misimamo yao ya kihafidhina. Sasa Labour wameamua kutembea kwenye njia zile zile za Conservative kabla ya kujimaliza wao, kwa sababu shinikizo kubwa analolipata hivi sasa Sir Keir Starmer linatoka kwenye chama chake cha Labour. Kwa hiyo Donald Trump aliandika kwenye mtandao wake wa Truth Social kuwa Sir Keir Starmer ataachia ngazi hivi karibuni. Wabunge zaidi ya 100 wanamtaka afanye hivyo. Tuachane na swala la Uingereza, tuangalie mengine. Jana pia kupitia mtandao wake wa Truth Social, Trump aliandika kuwa ataishambulia Irani kwa kile ambacho alikusudia kuwa Irani ilikuwa haitaki kukata usaidizi kwa proxy wake Hezbollah, na akasema kuwa ikiwa Irani hawatokata usaidizi pamoja na Hezbollah, basi Marekani itaishambulia kwa nguvu zaidi Irani kuzidi hapo awali ilivyoishambulia. Maneno ya Donald Trump, maneno yake ambayo yalijibiwa na spika wa bunge au msuluhishi mkuu wa mgogoro ambaye yupo kule Uswizi, Mohammed Ghalibaf Bagher, ambaye alisema kuwa wangefahamu kuwa vitisho havijawahi kufanya kazi kwetu, na kama vitisho vingekuwa vinafanya kazi kwetu wasingekumbwa na hali iliyopo hivi sasa, yani wasingekuwa hapo walipo hivi sasa, au walikusudia kuwa wasingekuwa kwenye mazungumzo na sisi kama vitisho vyao vingekuwa vinafanya kazi. Lakini akakumbusha pia akasema kuwa vikosi vyetu viko tayari wakati wowote pale vitapohisi kuna tishio, na tutajibu kwa nguvu kubwa zaidi shambulizi lolote litalojaribu kuelekea kwetu. Hayo yalikuwa ni baadhi ya malumbano makali, lakini rais wa Irani Masoud Pezeshkian jana pia akiongea na vyombo vya habari akamkumbusha pia Rais Donald Trump katika kile ambacho kilikuwa kimezungumzwa kuhusu urutubishaji wa urani, akisema kuwa haki yetu ya urutubishaji haiwezi ikaombwa wala haiwezi kuondolewa. Tulichokubaliana na Marekani katika MOU ni kuwa hatutomiliki bomu la nyuklia. Akarudia kusema kuwa hata marehemu kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Ali Khamenei alishasema kuwa Irani haitomiliki nyuklia au silaha za nyuklia, na yeye akasisitiza kuwa hatujawahi kubadilika kwenye msimamo wetu wa kutomiliki nyuklia, kuwa hatutokuja kumiliki silaha za nyuklia. Lakini akakumbusha kuwa haki yetu ya urutubishaji wa urani haina mjadala, itabaki pale pale, na akaendelea kusema kuwa
kuondolewa kwa akiba yetu ya urani ambayo tayari iko process au urani iliyokwisha kurutubishwa, hilo swala halitokuja kutokea, itabaki kuwa hivyo. Kwa hiyo ikaanza kutoa taswira fulani na picha fulani. Kwa nini baada ya mkutano wa G7 kwa Donald Trump kushambulia sana Israeli pamoja na waziri mkuu, ni kama vile amebadili toni kidogo kuelekea kwa Irani na kuanza kuipa vitisho Irani? Kwa nini Donald Trump ghafla amegeuka hivi, jambo ambalo limejibiwa upande wa pili? Bila shaka kumekuwa na shinikizo kubwa kutoka upande wa Israeli, lakini upande wa pili wa mashirika. Mfano niliona taarifa moja imeandikwa na Haaretz, imesema a decade since fighting Obama on Iran, AIPAC now face Trumps. Yani wanasema baada ya miongo ya vita kati ya Obama pamoja na shirika hili la AIPAC, sasa vita mpya ya AIPAC inaelekea kwa Donald Trump. Huwezi kupinga au huwezi kukataa ushawishi wa AIPAC ndani ya Marekani. Ushawishi wa AIPAC ndani ya Marekani umeshika katika nafasi ngumu kabisa, zenye maamuzi magumu kabisa, kwa sababu AIPAC imewekeza kwa wanasiasa wa Marekani. Hawa unaowaona magavana, unaowasikia maseneta na unaowaona hawa wabunge wote, AIPAC imewekeza huko. Mchezo mkubwa ambao AIPAC wameufanya ni kuwa wamemiliki vyama vyote, si Republican wala Democrat, ni wote wamewashikilia. Sasa ushawishi wao bado unaweza ukafanya maamuzi kupitia Senate, kupitia sehemu nyingine. Kwa hiyo hapo ndio unaweza kusema kuwa kuna udhibiti mkubwa sana kuwa hapo, lakini maamuzi yoyote ya Marekani, maamuzi yoyote ya serikali ya Marekani yanayo kura ya turufu ya rais, ambao anaweza kuamua kuweka turufu yake na akapingana na chochote ambacho kinaweza kikatokea. Sasa ukisoma gazeti la Haaretz linasema vita kubwa aliyopigana Barack Obama na AIPAC sasa imehamia kwa Donald Trump. Ndio unarudi kwenye mazungumzo yangu nadhani ya mwisho na wewe hapa, nilikwambia kuwa kwa wale wanaodhani kuwa Donald Trump anaweza akashindwa na nguvu ya mashirika ya kizayuni yaliyo ndani ya Marekani, basi alipaswa ajifunze sana kupitia kwa Barack Obama, kwa sababu wakati wa Barack Obama kulikuwa kuna vita kubwa sana ambayo ilikuwa kati ya hili shirika la AIPAC katika kipindi ambacho wazayuni walikuwa na nguvu zaidi Marekani, lakini Barack Obama alitumia nafasi yake na ile turufu yake kuwa rais anayo maamuzi ya kufanya maamuzi, ndio aliitumia na mpaka kufikisha makubaliano ya JCPOA na yakakamilika. Alitumia nguvu kubwa. Sasa ndio kitu pekee ambacho Donald Trump anaweza kufanya hivi. Sasa ukirudi kwenye andiko la Donald Trump dhidi ya threat kwa Irani, kuwatishia Irani, ilikuwa ni katika jibu hili ambalo nimekusomea kuwa kwa kauli za Donald Trump ni kama alikuwa amebadilika nyuzi 360, ambayo sio kawaida. Unajua kubadilika kwa nyuzi 360 kwa binadamu ilikuwa sio kawaida, angalau angebadilika kwa nyuzi 90, kwa sababu aligeuka kabisa na kuwa yeye yuko upande wa Irani moja kwa moja. Ukimtazama kwenye mkutano wa G7 yale alikuwa akiyazungumza, unagundua kuwa huyu ni Trump, unamjua au hatumjui. Kwa hiyo ni kama vile Israel na washirika wake akamwambia kuwa mbona umetugeuka mazima hivi? Yani umegeuka moja kwa moja kuhusu sisi, na kwa nini hauzungumzi lolote kuhusu Irani? Kwa sababu walichomwambia kuwa kama vita ya Lebanoni tunapigana na Hizbullah, lakini tunashutumiwa sisi tu, kwa nini hauwezi kutoa shutuma zozote kwa Irani? Kwa sababu kama Hizbullah wangekuwa hawapokei ufadhili au nguvu ya Irani, wasingekuwa pia wanatushambulia. Kwa sababu mwishoni mwa wiki katika taarifa za vifo, unaweza ukapata taarifa ya vifo vingi ndani ya Lebanoni kuwa watu wengi wameuawa, lakini ukija upande wa pili wa Israeli kuna askari wengi wameuawa katika kipindi cha mwisho wa wiki, ilikuwa wanajeshi wengi pia wameuawa Israeli. Kwa hiyo Israeli wakamkumbusha Donald Trump, umekaa unatushambulia sisi, kwa nini hausemi lolote kuhusu Irani? Ndio ilibidi sasa Donald Trump ajaribu kuibalance match. Kubalance match ni kutoa karipio kwa Irani kuwa tutawashambulia kama hamwezi au kama mtaendelea kuwasaidia Hizbullah. Sasa wakati unatishia hivyo kuwa kwa nini unawasaidia Hizbullah, kwenye meza ya mazungumzo yanaendelea nchini Uswisi, ajenda kubwa na mada kubwa iliyojadiliwa katika zile taarifa ya awali kuwa wamezungumza ni katika kifungu cha kwanza pekee ndio kimechojadiliwa. Kifungu cha kwanza kinazungumza kuhusu kukatika kwa uhasama, kuondoa vita katika pande zote ikiwemo Lebanon. Wakati unamshutumu Irani kwa nini anawasaidia Hizbullah na utamshambulia ikibidi hivyo, yeye amembeba mgongoni kabisa Hizbullah kwenye mazungumzo yake na wewe, na anakushinikiza kuwa ili tufikie makubaliano mimi na wewe, kwanza huyu apewe usalama wake, ahakikishiwe usalama wake. Gazeti la Israel la Haaretz pamoja na gazeti la Hayom
limekuwa na taarifa ambao waliandika jana. Mfano Haaretz wameandika IDF will withdraw from some Lebanon areas set to be pilot zone under Lebanese army control. Inarudi kule kule, yani anachokiongea Trump na vitendo ni tofauti. Yani anachokishutumu kuwa kwa nini wanasaidiwa Hizbullah, halafu ukija kwenye vitendo vinakuwa tofauti. Hili ni gazeti la Israel linasema kuwa IDF, Israel Defense Force, litajiondoa katika baadhi ya maeneo ndani ya Lebanoni ambayo yataitwa pilot zone. Pilot zone itakuwa ni kama ile tunatengeneza kama buffer zone. Sasa hii ni pilot zone, yani eneo la kuangalia, pilot zone ambalo litakuwa under Lebanese army control. Yani litakuwa sio chini ya UNIFIL, kwa sababu hapa kwenye mpaka UNIFIL wapo, kikosi cha Umoja wa Mataifa, lakini wataokuwa kwenye huo mpaka sasa katika eneo ambalo Israeli analazimishwa aondoke, watakuwa ni kikosi cha Lebanese army, jeshi la Lebanoni, ambao ndio watakuwa hapo, sio UNIFIL. Sasa hapa unapata jibu tu la moja kwa moja kuwa kuna maneno yanazungumzwa kwenye vyombo vya habari, kuna maneno ambayo yako halisi au yanakuwa chini. Kuna shinikizo ambalo linasukumwa na Irani kwa Marekani kuwa tekeleza hili. Marekani anakwenda kumlazimisha Israeli kutekeleza kwa vitendo. Ukisoma hapa kwenye Haaretz wanachosema kuwa itatokea kuwa hiko hivyo, lakini ukisoma kwenye Hayom wanasema kuwa mamlaka ya Israeli haijapokea amri kutoka kwa Marekani, lakini inatarajia kuwa muda wowote itaipokea hiyo amri kutoka kwa Marekani kuwa wanatakiwa wajiondoe kwenye hizo area ambazo ndio sasa hizi kujiondoa ni sharti la Irani. Huku unamwambia kuwa kama ataendelea kuwasaidia Hizbullah utamshambulia, lakini anakuletea proposal ya Hizbullah. Bwana, kijana wangu ambaye humpendi, bili yake hii hapa, naomba ukamlipie. Bwana, mimi mtoto wako simpendi, lakini lipa bill. Inatokea unalipa bill. Ndio inavyotokea kuwa hivyo. Sasa kuna kile ambacho unakiona na kile ambacho ni kama vile alichotuambia Donald Trump hivi karibuni. Unakumbuka wiki jana ile kabla ya kusimamisha vita, Donald Trump alisema kuwa ninawapa siri ambayo mlikuwa hamuijui. Baada ya swali kuhusu mfumko wa bei ambao ulipanda 4.2 Marekani, aliulizwa akasema kuwa nawapa siri ambayo mlikuwa hamjui kuwa tunapitisha mamilioni ya mapipa ambayo yanapita kwenye Hormuz bila Irani wenyewe kujua. Lakini magazeti ya Israel yalivyokuja kutoa hiyo taarifa yakasema si kweli. Marekani imelipa mabilioni ya dola kuidhinisha mabilioni ya dola ambayo yametoka kwenda kwa Irani, yani kulipa fidia kwa Irani ili Irani iweze kuruhusu baadhi ya meli za mafuta ziweze kupita, angalau kuweza kubalansi bei na soko la dunia ili kusiwepo na tishio kubwa zaidi. Manake kuwa walikubali kulipa. Kwa hiyo kuna kile ambacho wanaweza wakakuletea katika kutaka kukupumbaza, lakini chini ya meza walichokifanya wao ni kitu tofauti kabisa, sio kile ambacho tunakizungumza au sio kile ambacho kinazungumzwa na vyombo vya habari. Sasa unaona haya mambo yako vile. Kwa hiyo jana mazungumzo yalianza rasmi kule Uswizi na delegation ambazo zilikwenda kule. JD Vance alionekana akiwa na Steve Witkoff pamoja, Jared alitangulia kwenda kabla. Kwa hiyo Marekani wamepeleka kule, lakini upande wa pili wa Irani ameonekana kule yupo spika wa bunge ambaye ndio msuluhishi mkuu akiwa na waziri wa mambo ya nje Arachi, lakini ameonekana kule waziri mkuu wa Qatar Al-Thani yupo kule. Baadhi ya viongozi wameonekana, wengi wa dunia wameonekana wako kule Uswisi katika kujaribu kulisuluhisha, lakini pia ameonekana waziri mkuu wa Pakistan pia na yeye yupo kule. Kwa hiyo mazungumzo ya siku ya kwanza yalimalizika katika kujadili kifungu cha kwanza pekee. Kifungu cha kwanza pekee ndicho kifungu kinachohusu usitishaji wa vita kamili na kuondoa uhasama katika pande zote mbili, sasa ikiwemo Lebanoni. Kwa hiyo unachokiona hapa, kuna shinikizo kubwa linatoka kwa Marekani kupelekwa kwa Israeli chini ya meza kuwa lazima ufanye hivi. Halafu kuna muktadha wa kisiasa ambao unakwenda kwenye vyombo vya habari ili kuonyesha kuwa hatuwezi tukapoteza kitoto hivi, hatuwezi tukawa wepesi kiasi hiki, kwa sababu ingekuwa vipi Marekani yani aende moja kwa moja na Irani kuwa ndio mzee, ndio mzee, ndio mzee, ndio mzee, yani anakubali kila kitu. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima Marekani aonekane kuwa na yeye bana, mimi pia nafurukuta kwenye hili, lakini ukweli unabaki kuwa maamuzi mengi yanakuwa ni vigumu. Sasa swala la kutositisha vita au kusitisha vita kati ya Lebanoni na Israeli ni swala la muda tu, na tumeshuhudia Jumapili ambayo mazungumzo yalikuwa yakifanyika kule Uswizi, ni Jumapili ambayo imesimama siku nzima, hapa kuripotiwa mashambulizi ya pande mbili, ukitoa mashambulizi yaliyotokea Ijumaa na Jumamosi. Lakini katika siku ya Jumapili ambayo ilimalizika,
kuwa hapakuwa na mashambulizi ya Hizbullah kuelekea Israeli wala hakuwa na mashambulizi ya Israeli kuelekea upande wa pili wa Lebanoni. Ni kama vile kuwa Donald Trump shinikizo lake kwa Israeli huenda linafanya kazi, lakini tunaweza kusema kuwa kila mmoja anaweza kumdhibiti mwenyewe, kwa sababu hii ni vita ya pande mbili. Kuwa unaweza kusema Israeli amejizuia kwa kuambiwa na Donald Trump na Hizbullah amejizuia kwa kuambiwa na nani? Irani. Kwa kila abiria achunge mzigo wake. Kwa hiyo Marekani amchunge Israeli wake, na wakati huo huo Irani amchunge mwana wake, proxy wake Hizbullah, kuwa usianzishe, hebu tulia. Kwa hiyo hiyo ndio hali iliyopo. Mazungumzo yataendelea Jumatatu ya leo, na hatujui sasa ajenda ya pili ni ipi, kama wanaenda kwenye makubaliano hayo, japokuwa kumekuwa na malumbano makali sana upande wa pili wa Israel, kwa Israel wakisema kuwa hawawezi kujiondoa katika ardhi ya Lebanoni. Lakini ukiangalia wachambuzi wa kisiasa ndani ya Israel wanasema kuwa Israel na Netanyahu bado hawana shinikizo, hawana nguvu ya kumshinikiza Donald Trump kuwa wasitekeleze hilo, isipokuwa kuwa ni swala la muda tu kwa Israel kukubaliana na hili swala la kuondoa vikosi vyake ndani ya ardhi ya Lebanoni, licha ya kuwa waziri wa vita au waziri wa jeshi ambaye ni Israel Katz, ambaye waziri wa ulinzi, anasema kuwa kujiondoa katika maeneo ambayo tumeyakalia ndani ya Lebanoni ni mstari mwekundu, na upande wa pili wa Irani wanasema kuwa kujiondoa kwa Israel ndani ya Lebanoni ndio itakuwa ni green light ya maendelezo ya mazungumzo. Kwa hiyo nani anaweka shinikizo kubwa kwa nani kufanya maamuzi? Muda ndio unaweza ukatupa majibu mazuri kabisa kuwa wapi tunakoelekea. Jamani, niwashukuru sana, asanteni, na inshallah tutakuja kuzungumza mara nyingine pale mambo mengine yatakapojiri. Niwatakie wiki njema na mafanikio mema. Asanteni.